Ndoto zetu kubwa sana ni kuwa mastaa ambao ni wakubwa sana. Kwa sababu kila mtu aliyoanza hakuanza na kuwa na mafanikio makubwa. Alianza kwa kujitafuta, alianza kwa kupata support ndogo ndogo na mpaka sasa unakuta ni watu wakubwa sana. Okay. Kuna waigizaji wengi inawezekana mtaani, ndio Ndio. Lakini kama ulivyosema kwamba sometimes kujua namna gani anaweza ka penetrate kwenye soko la film kutokea huku, location kama haisupport sana vipaji vya uigizaji. Unamwambia nini sasa ambaye anakusikiliza? Na yuko na talent ya kuigiza na vitu kama hivyo? Kikubwa cha kwanza aamini ndoto yake kwamba anaweza. Siku zote ambacho kitu inabidi kwanza ukiamini, jiamini wewe mwenyewe kwamba unaweza. Alafu hata kama ikatokea watu wakukatisha tamaa, lakini ukiwa na ile imani yako ambao ndio inayokusukuma kufanya jambo, vitu vingine ni vidogo sana. Ndio kuna mazingira ambao hayasupporti kwa eneo la Makambako kufanya filamu, lakini ukiamua kufanya inawezekana. Hata mwenyewe ninavyoanza nilianza kukatishwa tamaa nyingi sana, lakini kutokana na uwezo wa Mwenyezi Mungu, kutokana na kipaji nilicho nacho, kutokana na imani ambayo niko nayo, nikatafuta watu. Kwa sababu unavyoanza mwenyewe nilianza kama mimi kwa sababu wazo siku zote unavyolipata unalipata wazo kama wewe, lakini kufikisha kwa watu husika inategemeana na vitendo vyako namna gani utavifikisha. Kwa unachoshukuru mpaka Mungu saizi nilianza kama mimi mpaka sasa na watu karibia 15, ni kwa sababu niliamini kipawa changu. Kwa sababu siku zote nakwambia hivi, mshukuru Mungu kwa nini ulizaliwa. Na ukimshukuru Mungu kwa nini ulizaliwa na utalitambua kusudi. Kwa kila mtu ana kusudi lake, kwa hiyo kuanzisha kipaji Mungu ndio anayokianzisha, lakini kutokana na support na watu ambao unaishi nao katika jamii ndio ambao wanakusaidia kukitekeleza. Okay. Inaweza isiwe poa sana kama nitakuuliza kuhusiana na age ama umri, ndio Ndio. Lakini wewe kwenye kundi unaonekana kama ni mtu ambaye ni msemaji zaidi au mwanzilishi pia. Sasa tunataka kufahamu pia ili kwaje mpaka kwanza changamoto za kuwakutanisha watu 15 ambao mpaka sasa hivi uko nao, sawa Maana ukimwangalia unamuona kama mdogo hivi ama chali hivi. Alafu watu unaosema uliwaunganisha wana uchebe kama hivi matolu. Lazima kuwe kuna changamoto. Unajua unamfuata mtu anakuona kama mtoto hivi, unamconvince afu dogo vipi wewe, vitu kama hivyo. Sure. Cha kwanza changamoto ndio zipo, kwa sababu utamfuata mtu na kumuelekeza kitu ambacho unakiamini, sio kwamba watu wote wataikubali vision yako, yani maono yako ulionayo. Nilipata shida sana mwanzoni kuanza kuwatafuta, lakini alitokea bwana mmoja anaitwa Moses. Kwa sababu siku zote ukiwa wewe una kipaji fulani, mimi kwa mfano na kipaji cha kuigiza, siwezi nikamfuata mtu ambaye anauza nguo nikaenda kumuelekeza kipaji changu. Ni nothing. Hawezi kunielewa kabisa. Lakini ukimpata yule mtu ambaye mna vipaji ambacho ni kimoja, mnaweza mkafanya kitu ambacho kikawa bora. Kwa nilivyompata Moses ambao ndo alikuwa ni mtu wa kwanza, tukakubaliana kwamba tukifanya kitu fulani kwamba filamu itakuwa ni kubwa. Na changamoto ambako ilikuwa inakuja ni namna ambavyo utampata director gani ambayo atakushuti bila gharama. Sasa ndio changamoto ambayo ilikuwa ni kubwa, na mtu unavyoenda kumuelekeza anataka kwanza ajue wewe una budget kiasi gani na ndio aje kujiunga. Okay. Sawa. So bado kuna nafasi ya watu wengine pia kujoin ama? Ndio. Bado kuna nafasi ya watu wengine pia ambao wana talent labda kujoin kwenye kundi lenu? Nafasi ipo kubwa sana. Tena na tuna uhitaji mkubwa, na ndio maana mpaka kufika mahali hapa tunahitaji wasanii waongezeke. Kwa sababu tuna imani wasanii wa filamu wapo, watu wengi wako mtaani wana kipaji lakini hawaelewi sehemu gani za kufikisha vipaji vyao. Kwa hiyo kutokana na support ambazo tupo nazo wakija, kwa sababu hayupo mtu aliozaliwa na kuanza kuweza kitu, lakini kutokana na nia ya kusubutu na kuwa na mtazamo ambao ni chanya, unajikuta kila kitu kinaweza. Kwa hiyo ni wa motivate wenzangu kwamba sio kila mmoja alianza na kuweza, hapana, lakini kutokana na moyo na maono ambayo uko nayo, ukiamini kwamba hichi kitu ni sahihi na ukaacha kusikiliza maneno ya watu, cha kwanza jikubali mwenyewe. Akishajikubali mwenyewe kila kitu kinawezekana. Okay. Sasa mimi nimependa bwana maelekezo ya ndugu yetu hapa yamenyooka kiasi kwamba unakuta hata mtu mwingine unasema atakuja kujazia nini. Uko ambaye unasaidiana naye kwenye hii kazi ni nani? Moses ni upi? Ambao yuko nyuma yako hapa. Ambaye huyu ndo mtu ambaye alianza kutafuta watu. Na ndo mtu ambaye ni support sana kutafuta watu, na pia ni mtu ambaye huwa tunasupportiana kwenye kuandika story, kwa sababu Moses. Ni Moses.
Moses. Yeah. Atuambie pia na yeye jamaa siku ya kwanza huyu anavomletea idea. Alipokeaje? Unajua mambo haya bwana. Kabisa. Wakati anasogea hapo bwana, mbona tu hapa? Nani? Mshikaji wetu. Asogee pia hapo. Unaweza kukaa hapo au? Basi fresh. Character gani wewe unapenda zaidi kuicheza? Unajua ukimwangalia kwa muonekano wako kama ulivyosema, kwa muonekano wake anaweza kafiti hata kama mtoto hivi. Kijana fulani hivi mdogo sana. Wewe character gani umeshai kuzicheza ama unapenda pia? Ipo hivi. Mimi character karibia zote naweza kuzicheza kwa sababu tunataka favor. Zile ambazo tukikupa ndo unamaliza zaidi. Favor di ile favorite kwa upande wako ile unaipenda sana hivi. Mtu ambaye anakuwa ni mshauri. Mshauri. Yaani kumshauri mtu kama amepitia jambo fulani. Yaani hao amepitia magumu kiasi gani au kuna kitu ambacho alikuwa anataka kukifanya, hana mwangaza, ndo character ambayo mimi naipenda sana kuicheza na ndo niko perfect sana kwa upande huo. Basi mshauri Jamii King hapa. Nataka umshauri Jamii King. Na mimi nilitaka nimuulize kwamba inahusiana direct na maisha yako pia wewe ulivyo ama Hebu anaweza kashauri pia unataka umshauri Jamii King au mimi hapa? Chagua hapa mmoja ambaye unataka umshauri. Alafu tutakwambia umshauri kuhusiana na nini. Jamii. Ndio. Okay. Jamii. Haya. Jamii wewe kuishiva. Jamii King ashauriwe kuhusiana na nini leo? Unapenda shauriwe kuhusiana na nini? Tuko na mshauri hapa. Nikimchagulia mimi atasema sinju. Labda au ni vieke kwenye multiple choice hapo achague. Okay. Vitu vitatu. Ndio. Kwenye njoo hapo kwenye mic Shiva ili watu wakusikie sio akasema Shiva Jamii King ashauriwe kwenye nini? Sawa, ukimwangalia wewe kijana mwenzetu kabisa. Unaelewa sikwambii mapenzi anamsumbua au ana raha sana. Sawa. Hajaoa pia. Kabisa. Very young. Yeah. Na sehemu ambapo alipo unaelewa jina kubwa, simu zinaita sana. Wewe kaka napenda sauti yako. Na vitu kama hizo. Hivyo vyote nilivyoongea. Unamshauri nini? Aoe au tuendelee tu? Ndio kwenye filamu ndo anapitia hivyo vitu. Yeah. Kitu ambacho mimi namshauri sio kitu ambacho unamshauri. Nishauri kabisa. Upo kwenye scene kijana. Why? Sawa. Bwana Gami kutokea Bwana Gami JAMY. Bwana Jemi. Kutokana na maisha ambayo unayapitia na misongo mingi ambayo umekutana nayo, kitu pekee ambacho ningependa kukupa mtazamo kwamba kwa usikulupike maisha kwa sababu kuoa mwanamke kwa sasa ni zamana. Manake unakuwa mbeba zamana yako wewe, ya familia yako pamoja na familia ya mwanamke. Kwa jitafute kwanza ujipate na ukishajipata kwa sababu ukija kuoa ukiwa umejitafuta na kujipata kwa sababu kitu kimoja, mwanamke atakapokuja kwanza cha kwanza kitaka kukuacha atakuwa ana feel vile vitu ambavyo ataviacha kwako kuvipoteza. Kwa hiyo hawezi akakurupuka kwanza kukuacha mapema kwa sababu tayari leo umeshajipata na una kila kitu, naona kwake yeye ni kama msaada. Bana. Shukrani sana ndugu yangu. Kwa hiyo sasa hivi ni baki single sasa hivi. Kwa sasa baki single kwanza kwa sababu unajua wanawake hawa kwa sababu ukishaoa wewe ndio unakuwa ni kama mlinzi wake na kama ambao unamprotect na kama wewe ndio ulibeba zamana ya kila kitu kwake. Anachokihitaji wewe ndio unaoweka favor na bado kuna upande wa pili kwa wazazi wake. Kwa lazima vyote upretend kwa sababu wewe ndio kichwa. That's true. Tumekubaliana naye vizuri. Bwana, sema safi ndugu yangu. Nimefurahi pia. Umemshauri mpaka Jamii King amejisahau kama amehisi kama kweli alikuwa na Moses Mautwe. Sina rafiki yangu sana kutokea AM pale. Okay. AM Jordan Limited anaitwa Moses. Kwa hiyo nikisikia majina ya Moses anakaa haraka kichwani. Moses. Nikimwangalia ndugu yetu hapa, he's very young, mdogo sana. Hata wewe nikikuangalia unaweza kuwa mkubwa kwake. Sasa kujua ni kimo au nini, lakini kwa muonekano unaonekana mdogo. Yaani alivyokuletea hizo mawazo sio za filamu nini, yaani ilikuwaje ukaaminia
na ukaona okay, ngoja tufanye naye kazi, kuna sehemu tunaweza tukafika? Cha kwanza alipofika kuniambia kusema kaka, mimi na kipaji cha kuigiza, pia nina maono makubwa. Nikasema wewe hapo umefika sehemu sahihi, hata mimi na maono kama hayo. Kwa hiyo nikamwambia hebu kwanza nipe maono yako niaone. Akanipa, akaona nisimama, nikasema una kitu, kwa hiyo mimi nitasimama na wewe. Kwa hiyo kazi imeisha. Sema tuanze lini, tuanze kazi. Kwa sababu tayari nimeshakipokea kitu ulichonacho, kwa sababu niliangalia kitu alichonacho ndani, nikasema yes, anaweza, tutafika mbali. Ndio. Kwa hiyo timu yote hii Moses ndio ikabidi uingie mtaani kuitafuta. Ndio, cha kwanza nikaanza kuwatafuta watu. Nikamfuata pale blaza, unamwona mwenye uchebe hapo. Huyu hapa naye. Na wewe ulipomwambia ukasemaje? Leo sogea hapo tuambie na wewe ulisemaje? Nilijisikia furaha. Kwa sababu tuanze jina. Unasema unaitwa? Naitwa Paulo. Paulo. Okay. Basi sogelea kwenye mic hapo. Nilijisikia furaha sana kusikia hicho kitu, kwa sababu ilikuwa kama ni fursa kwangu. Kwa sababu Mungu alinipa kipaji. Nilivyoona mtu ananifuata ananiambia kwamba tufanye hivi, anapita kwenye njia zangu, nilifurahi sana. Safi bwana. Huyu bwana anasema yeye alifurahi sana. Okay. Huyu akawa mtu wa kwanza. Mwingine uliyemfuata baada ya huyu ni nani? Ni huyu hapa wa nyuma. Huyu ni jamaa wangu sana, tunataniana sana. Hata hapa tu ninamuitaga tu dogo ndio hivyo. Nakwambia dogo tufanye filamu. Akasema hamna shida. Nikasema najua japokuwa wewe ni msumbufu sana, lakini tufanye filamu ili tufike mbali, kwa sababu una kipaji kikubwa. Fursa ipo, naye hajapinga. Ulipotoka kwa huyu jamaa? Nilipotoka kwa huyu jamaa, nikamfuata kuna dogo mmoja anaitwa Jacobo. Naye pia nikamfuata, ni kama mdogo wangu, naye akakubali. Kwa hiyo alivyokubali, nikatayari nikaona nimewapata watu watatu, na hao watu wawili wana wake zao, nikawapata pia na wake zao hapo. Wake zao ni wapi? Ambao unaona hapo. Yaani kwamba shemeji zetu pale ni waigizaji. Ndio. Movie au kweli? Sogeni kwanza jamani tuwaone jamani. Basi nimeelewa kwamba Anga Film ukiachana tu na kuwa kundi wanafundisha pale uigizaji. Yes. Sio kwamba walikuwa tayari wanajua kwenye. John sogeni. Ni kweli. Mmewatrain wenyewe. Ndio. Okay. Sasa mimi bado niko kwa mwanangu. Watasikika hao wasogee kwenye mic. Mashemeji zetu. Mashemeji. Unaenda kama nani? Jina? Kwa majina naitwa Foina Mloe. Foina Mloe. Unapofanya kazi ya uigizaji na mume kipenzi, roho yako yuko hapo, haikupi shida? Maana mimi ningekuwa nafanya kazi umweti Jamaican au Sinju ndo mwanaume wangu. Kuna muda kazi zingeenda. Aibu kidogo. Bwana. Au mmenuniana. Mambo ya nyumbani mnaleta kwenye kazi. Inakuwaje? Haupati changamoto yoyote? Changamoto naweza nikapata, lakini kwa muda haiwezi kawa kwa muda mrefu. Sinju mpandishie hiyo imfikie level yake kabisa. Changamoto so kwa muda mrefu. Na kazi zinaenda vizuri tu. Ukipewa sini wewe hapo mkisi mtu na huyo mume wako, haikupi shida? Nitamkisi vizuri tu, kwa sababu hii ni sanaa ambayo tunaifanya. Ni kazi. Utakula vibao. Hawezi. Naye ni msanii anaelewa. Sawa. Asante Mloe. Ndugu yetu karibu hapo. Jipandishie wewe mrefu kidogo. Tunaenda kama nani? Naitwa Shasta. Yeah. La movie ndo original. Hilo ndo la movie, ila kwa halisia Monica naitwa Makalani. Monica. Yeah. Shasta. Na wewe tunasikia kwenye kazi humo kuna mume wako. Ndio. Haikupi shida? Kwa sababu ni kazi, ni lazima niifanye. Inua kidogo nikupate vizuri. Ni kazi, inabidi tu ufanye. Ndio. Hivi mnajua nyewe mnatudanganya, kwa sababu hata hao superstar walioendelea, mnamkumbuka Majizo waliwahi kumwambia Lulu au mambo yenu ya movie au mimi kama sielewi na nini mambo ya wivu. Wivu kwenye kazi.
Hamna nyie haiwakuta hata kidogo? Hiyo ni ipo, lakini kama ukiwa kazini lazima ujali kazi, na kama bwana hayo mambo yatakuwepo, ila kama nikiwapo kazini lazima nijali kazi. Ikitokea sasa mume wako anakuambia sawa, sisi wote waigizaji, ila kwa kama ndo uigizaji ndo hivi, naomba mimi nibaki, wewe katafute shughuli nyingine ya kufanya, utakubali? Nitakataa, maana hii sanaa naipenda sana. Haya, utakataa. Ukiambiwa kwa sababu umekataa, chagua movie au mimi mume wako, utachagua nini? Mwanaume aende, wanaume wapo tu. Hapana. Nitamkubali mume wangu, ila hiyo sanaa naipenda sana. Utaendelea na? Naipenda. Sawa. Okay. Mimi nimemaliza watu wa kike. Tunashukuru ndugu wetu Shiva kwa kuwapatia moyo na matumaini na kuwapa changamoto kidogo. Ndio bwana, hongereni sana bwana kwa kupigania talent, lakini kama na mzee baba pia yupo ndani humo lakini hana complicate, unaelewa anaelewa unachokifanya kwamba ni sanaa. Hicho ni kitu kizuri zaidi. Jamii ulisema una maelekezo na ndugu yetu hapa. By the way, atuambie tu hapo kuna uhusika, Kiswahili tunasema uhusika mwingi ama characters nyingi, si ndio kwenye film. Wewe ipi hata upewe milioni ngapi huwezi kuicheza? Zile za John Cena zile. Okay. Unaangalia movie za John Cena? Nafuatilia. Unaangalia? Ndio. Mambo ya stunt zile. Ndio. Umemwacha. Okay. Yaani kwenye uhusika tunafahamu Nafahamu ndio. Wewe character gani huwezi kuigiza yani hata upewe mkwanja mrefu? Ni character ambayo inavunja maadili ya Tanzania. Kwa sababu kuu mbili. Okay. Sababu ya kwanza, kwa sababu unapofanya sanaa unaleta ujumbe kwa jamii, alafu pia na kuna kizazi kinazidi kukufuatilia. Sasa leo nikifanya scene ambayo inavunja maadili ya Tanzania, kumbuka kuna watoto wangu mbeleni huko, Mungu akinijalia nikija kupata, wanasema baba wetu ni muigizaji, alafu wanakuja kufuatilia, wanaona kitu ambacho nimekifanya is not true. Unategemea hapo nakuwa najenga kizazi gani? Kwa hiyo character siwezi kuicheza hata kwa namna yoyote, hata kama iwe ni kwa pesa yoyote ile siwezi kufanya. Ndio. Kwa mfano kuvaa mavazi ya kike hivi wakati wewe mwanaume, au hiyo tunaishi nayo? Hiyo nafanya fresh tu. Okay. Kwa sababu ni moja wapo ya character. Kwa sababu unaweza ukacheza mtu sini akawa ni mtu timamu, baadaye ukampeleka awe kama cheese. Sasa ukiwa cheese lazima kuna baadhi ya vitu utavifanya. Sasa kuvaa nguo ya kike sio kwamba nimevunja maadili, hapana.